Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ni majira ya wewe useme na watoto wako. Nami ninajiachilia mikononi mwako, unitumie kama chombo. Uleta lile ambalo umelikusudia watoto wako walipate. Neema yako iwe juu ya kila mmoja. Ninajikabidhi na kujiachilia kwako, wewe unitumie kama upendao, kwa sababu najua mahitaji ya watoto wako. Sema nao, ongea nao, wakuelewe. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo nimeomba, na wote tuseme amen. 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 Kama unaandika ujumbe ambao nakwenda kufundisha asubuhi na mchana wa leo, nimeandika Mungu huanza kumtumia mtu akisha jiridhisha naye. Mungu huanza kumtumia mtu akisha jiridhisha naye, akishaona anastahili, akishaona sasa anaweza kubeba, akishatambua akaona uwezo wa kubeba ni mkubwa, huyo huanza naye taratibu kufanya naye kazi, kumtumia kwenye maeneo anayotaka yeye. Nimeandika ni utaratibu wa Mungu kuwatumia wanadamu kutimiza kusudi lake. Mungu ameweka utaratibu wa kuwatumia wanadamu ili atimize kile ambacho anaamini ya kwamba kitakuwa sababu ya watu wengine kupona, au kama sio kupona, kitakuwa sababu ya watu wengine kusogea au kupiga hatua ya kusonga mbele katika wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna vigezo ambavyo yeye huwa vinamshawishi kuona ya kwamba huyu sasa anafaa kuanza kutumiwa, huyu sasa anafaa kuanza kutumika. Katika safari yangu ya maisha kuna mambo ambayo nimepitia. Wakati naanza kuyapitia nilikuwa sielewi na nilikuwa sijui, na mengine Mungu amefanya kwangu nilikuwa ninashangaa, ninafanya tu. Nimekuja kuelewa baada ya kuanza huduma ya kwamba kumbe Mungu huwa anaanza na mtu mbali sana. Yaani huwa anatoka na mtu mbali sana. Huwa hakurupuki kwa mara moja tu ghafla pap. Unashangaa amempa mtu kuwa na huduma fulani au kufanya huduma fulani. Nimekuja kugundua sio kawaida ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuja kugundua maandalizi ya mtu Mungu kumtumia yanategemea na alichobeba. Yanategemea ni kipi Mungu anataka akifanye. Kama kuna jambo ambalo anaamini
huyu ana uwezo nalo, anaweza akafanya. Huwa anaangalia uzito wa lile ambalo anaamini huyu mtu atafanya. Akishaona uzito na mazingira ya kumwandaa mtu, anayatengeneza yaendane na kile ambacho anapaswa akitimize kwenye maisha yake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimejifunza, kama umebeba huduma kubwa, kama umebeba jambo kubwa ambalo utakwenda kulitimiza, kwa kawaida hautaandaliwa kirahisi kama wanavyoandaliwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kufuatilia wanaolima mazao, wanasema kuna mazao ya muda mrefu na mazao ya muda. Yale ya muda mrefu nimekuja kugundua wakati mwingine anayehusika kupanda anaweza asifaidi sana kuliko atakayeachiwa. Mungu atusaidie. Kuna minazi mpaka ianze kuzaa, mingine mpaka ifikishe miaka karibia 10. Ila ikianza kuzaa, wewe utaondoka, utaiacha yenyewe inaendelea tu. Watakuja watoto, wajukuu, wanaendelea kuvuna tu, kwa sababu kuna mingine inaenda mpaka zaidi ya miaka 30. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ni ya muda mrefu. Lakini ya muda mfupi, mchicha, wiki 1, 2, 3 tayari watu wanavuna, wanauza. Mwezi mmoja watu tayari wanauza mboga. Uyoga nimekuta wenyewe una kawaida, usiku unaota, asubuhi imeshatokeza, watu wanangoa, wanaenda kula. Na ukishinda leo siku nzima ukapigwa na jua, kesho tena sio uyoga, tayari ushakuwa na wadudu. Hiyo ni interview ya baadhi ya mazao vile yanavyoweza kusurvive au kuishi. Sasa nimejifunza hata huduma, vipawa na karama ambazo Mungu ameweka kwa wanadamu vina madaraja na vina viwango. Hata nilipoangalia kwenye Biblia nimekuja kuona kuna walioandika nyaraka nyingine mpaka 50 mpaka 150. Lakini kuna watu waliandika waraka mmoja tu amemaliza. Kama Yuda alijiandikia kamoja tu amemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa mtazamo wa kibinadamu naweza kusema huyu alikuwa mvivu, au huyu hakuwa na maono, huyu hakuwa na kazi. Hapana. Kila mtu ana kaeneo kake. Yesu alifanya kazi miaka mingapi? 3. Mnasoma Biblia? Alifanya kazi miaka mingapi? 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanaofuatilia watagundua alianza kazi akiwa na miaka 30. Baada ya miaka 33 akawa amemaliza, kaondoka. Alifanya miaka mingapi? Miaka mingapi? 3. Lakini maandalizi yake, yaani toka amezaliwa mpaka anakuja kufikisha miaka 30 ndio anaanza huduma. Maana yake unaweza kuchukua ukagundua miaka aliyotumia kuandaliwa ilikuwa ni mingi. Kwa nini aliandaliwa kwa muda mrefu? Alichokuwa anakibeba kilikuwa ni kikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kinaitwa ukombozi wa mwanadamu. Kwa hiyo hicho kilikuwa ni kazi kubwa. Kwa hiyo nimepata uzoefu kwamba kumbe
kwa uzoefu mara nyingi sana Mungu huwa anatumia magumu, mazito, majaribu, makwazo, shida, matatizo kuwathibitisha watu ya kwamba sasa wanaweza kuanza kazi. Haleluya. Haleluya. Niliposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati Mungu anawaita hawa na kuwapeleka kazini, hawa walipikwa. Anasema walikuwa kwenye ibada ya maombi ya kufunga. Walipokuwa kwenye ibada ya maombi ya kufunga, ndipo anasema Bwana akaongea nao, akawaambia, jamani, nitengeeni hawa watu kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Maana yake nini? Maana yake kumbe kila aliyeokoka ana kazi aliyoitiwa. Kila aliyempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana kazi ambayo amemwitia. Ndio maana kwenye Yeremia anasema, kabla haujatoka tumboni nalikujua, nalikutakasa, alafu nikakuweka kuwa nabii juu ya mataifa. Kwa sababu alijua ya kwamba ipo kazi ya kutimiliza, akaamua kuwekeza tangu mtu akiwa tumboni. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine huwa anaachilia vitu toka mtu hajazaliwa viko tumboni, lakini kuja kuanza kufanya kazi ni mpaka ajiridhishe ya kwamba je, yuko tayari kuanza kufanya sasa? Je, ameshakomaa? Je, ameshaiva tayari anaweza kukimbizana? Haleluya. Haleluya. Akishathibitisha ya kwamba sasa mama Yusufu anaweza, akishathibitisha sasa Otilia anaweza, ndipo anapoanza sasa kunyanyuka ili kumweka kwenye kazi, aanze kufanya kazi. Haleluya. Haleluya. Kwa mazingira ya awali anapoanza, hawezi kuanza na mambo makubwa. Ataanza na mambo madogo. Ataanza na vitu vidogo. Maana yake kama anataka kumwandaa mtu aje kufanya kazi, ataanza kumpa kazi ndogo ndogo. Ataanza kumpeleka kwa kazi ndogo ndogo. Kadiri anavyoendelea anaongezea uzito. Kadiri anavyoendelea anaongezea ukubwa. Yote hiyo ni nini? Anamjengea stamina ya kuweza kubeba mambo makubwa ambayo yako mbeleni. Lakini hapa mwanzo anaanza na kidogo kidogo. Anaanza na kidogo kidogo. Anapoona uwezo wa kubeba unakuwa mkubwa, anasema sasa yuko tayari. Sasa uko tayari, nyanyuka nenda. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa anaangalia uwezo. Mungu anaangalia uwezo, upima uwezo kwa kuangalia ni vipi mtu anakabiliana na changamoto. Kiwango unachotumia kukabiliana na changamoto kinaanza kumfanya Mungu aelewe kwamba kumbe sasa naelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati mwingine anakutegeshea miba tu njiani. Akikutegeshea miba njiani, maana yake ukipita kwenye eneo lenyewe lina miba, utafanya nini? Miba itakuchoma. Ikikuchoma, kesho ukijua unapita njia hiyo, utatembea kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishajua njia hii ina miba, kesho yake mwingine atatafuta hata buti.
nikifika pale na ikanyaga mpaka ishi. Sisi tuliozaliwa vijijini, bahati nzuri tuna raha sana. Bwana asifiwe. Viatu miguuni vilichelewa kuja. Miba ilikuwa inatujua. Bila kiatu na kanyaga inavunjika yenyewe. Inaelewa tu Mungu na ngoja sio wa kawaida. Mungu atusaidie. Amina. Mungu atusaidie. Yaani ilikuwa inajua. Ila wengine tulikuwa tukienda kuwinda tunakutana na michongoma. Michongoma ni mirefu. Siku moja niliwahi pigwa mwiba ukatoka chini kwenye mguu. Ukatoboa mpaka juu. Kanyaga ukatoboza mpaka juu. Nikadondoka hapo kwa chini. Piga kelele, tulikuwa tumeenda kuwinda. Watu wote wanarudi wanakuta mtu nimeanguka chali, nimenyanyua mguu. Kukanyaga tena siwezi. Kwa nini? Mwiba umeninyoosha. Mungu atusaidie. Amen. Lakini mazingira yangu yalikuwa hayaruhusu kuwa viatu hamna. Nilibebwa toka hapo, nilibebwa toka porini, nilibebwa mpaka nyumbani. Kufika nyumbani jaribu kufanya kila wanavyoweza, kila mtu anatetemeka na uoga. Maana umetoka chini, umetokeza juu. Umenyoka vizuri. Mungu atusaidie. Nimeona sisi mkaza nimtiliza tena. Walikuwa kwenye roho ngumu. Walipofika na roho ngumu ilikuwa za kubana hivi. Basi wakabana. Choma kwa haraka. Kaza kuchuruzika damu kama maji. Wanajua wenyewe wataalamu wa vijijini. Wakamwaga maji hapo na nini, damu ikakata. Nilikaa nje wiki nzima na ugulia. Lakini baada ya kutoka hapo kuinda kwa niliacha, sikuacha. Amina. Niliendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ila sasa zile mbio kwenye machaka, kisha kutana na chaka tu, mbio hapana, natanguliza nafanya hivi kwanza. Ili kwamba nisije nikapata tena mwamba mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nini naongea? Ninaongea hii pendi ya kwamba Mungu hupima uwezo kwa kuangalia namna mtu anavyokabiliana na changamoto. Anapoona unavyokabiliana na changamoto, anapata picha ya kwamba huyu ana uwezo sasa wa kubeba. Hata nikimpa kazi kubwa, ana uwezo wa kupambana. Hata nikimpa jukumu kubwa, ana uwezo wa kufanya. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Mungu anakupa kazi. Hata wafanyakazi kwenye maofisi hakuna anayefanyaga anajua kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna walio tutangulia, tukifika kwenye maofisi huwa tunaanza kujifunza kwao. Utashangaa umefanya mara ya kwanza, mara ya pili anasema huyu ashazoea. Mimi naondoka, utamwachia tu fulani atamalizia. Anajua huyu tayari anafanya nini? Bwana asifiwe. Hata wewe ulianza kupika chapati mara ya kwanza zilikuwa zinasimama kama panga. Uongo ukweli? Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukirusha namna hii chapati inaenda kama panga, ikipita shingoni imekula kwako. Amina baba. Lakini baadaye ulipopata maelekezo ukaanza kutengeneza, inalainika, ikawa laini, inachambuka vizuri kabisa, ikawa safi, ukajua kutengeneza chapati. Na leo wanakuamini, wanaweza kukuacha pika chapati na chapati zinaiva. Ila kuna wengine mpaka leo wakipika zimesimama. Amina. Mungu atusaidie. Maana hao chapati hawaruhusi kupika, hao sio wa kuapa. Wengine pilau wakikupikia mpaka ukionja unatamani uendelee. Lakini hata kupikia mwingine, ukiangalia Mungu wangu. Wangenipikia tu mimi nijilie tu ugali. Maana sio kwa pilau hii. Mwingine akikupikia wali ndio kabisa. Kama ugali, zaidi ya ugali. Ukiingiza hivi kutaka kuchambua, mkono unanasa humo, hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Wapo hawapo? Anajaribu kutaka kukupa picha ya kwamba Mungu yule anatutengeneza kwanza, na usiogope kutengenezwa na Bwana,
Kuna wakati unaweza ukakosea, lakini haimaanishi ya kwamba uwezi. Unaweza kukosea mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ukawa shujaa, ukawa bingwa, ukaweza kupambana na kuvuka salama. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anapima, anaangalia uwezo. Anakabiliana na changamoto kivipi? Anakabiliana na matatizo kivipi? Unavyoweza kukabiliana na changamoto na mapito, anasema huyu sasa anafaa. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize. Mungu hawezi kumtumia mtu kama hajajiridhisha ya kwamba atafikisha safari salama. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati nimesikia kwa watani wangu Wachaga wanasema ya kwamba yani Mchaga mkabidhi hata mke atampeleka salama mpaka nyumbani kwake, lakini usimkabidhi fedha. Amen. Kwanza fedha mnaweza kuishia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo nilisema ikutaniana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nini? Uwezo wa kubeba jambo fulani. Mamlaka ya kubeba jambo fulani. Siku moja ndani yako umeshaipata changamoto ngumu kabisa la kufika shingo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mengine yanapita kawaida yako. Paka wakati mwingine nasema, kwani Mungu mbona kama haoni vile? Yaani kabisa limefika mpaka hapa. Yaani paka. Kuna wengine wameshawahi kutafuta paka na sumu. Wale wetu wepesi kutafuta kama. Amina baba. Mungu atusaidie. Anasema imefika mbali hapa, niko hapana. Afadhali tu nife. Na wako watu wamekufa, kinachofanya wamekufa, wameshindwa kubeba changamoto. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Wameshindwa kubeba changamoto, namna ya kukabiliana nazo, namna ya kushinda. Nisikilize, na Mungu naye kuna watu ambao akiwaona wamethibitika huwa anawapa kazi ya kufanya. Niliandika mifano ya watu wawili, tuipitie tuiangalie kwa sehemu. Mingine nitaigusia, lakini niipitie hii mifano miwili. Nimechukua mfano wa kwanza wa Yusufu, mfano wa pili nimechukua wa Ayubu. Ni moja ya watu ambao walipita kwenye changamoto, lakini Mungu alikuwa amewakusudia jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasoma kitabu cha Mwanzo 37. Mwanzo 37. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kitabu cha Mwanzo 37. Mimi nitakuruhusu usome habari yote 37 yote. Utaendelea kwa wakati wako 39 mpaka 40 na kuendelea mbele mpaka wakati Yusufu anafika huko mbele. Lakini mimi nitasoma kwa kudonoa sehemu chache kukuonyesha yale Yusufu aliyapitia. Alafu kupitia hayo nataka ujifunze alifanya nini, na Mungu akafika mahali akampandisha viwango. Na wao ukipita kwenye maeneo hayo ufanye nini ili Mungu akusaidie usikwame ukaishia njiani. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako usiishie njiani. Mwambie jirani yako usiishie njiani.
Namba moja, nianze kwa maelezo haya. Kwanza, Mungu alianza na Yusufu kumwandaa kwa kumuotesha ndoto. Alianza kwa kumuotesha ndoto. Ndoto za aina mbili zenye maana inayofanana, lakini kwa nyakati tofauti tofauti. Na Biblia ukisoma kwenye hicho kitabu inaeleza, namba moja, alipohadisia zile ndoto kwa ndugu zake, namba moja, walianza kumpiga vita. Alianza kuchukiwa, alianza kukataliwa. 37 nasoma 18 mpaka 20. Biblia inasema wakamuona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana ndoto anakuja. Haya, twende tukamuue, na tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndoto alizokuwa ameziota zilikuwa zinaashiria, namba moja, huyu mtu anaonekana mbele atakuja kuwa mtu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana ndoto ya kwanza iliyoota, anasema walikuwa wanafunga miganda, mganda wake ukasimama, miganda ya wenzake ikaja mbele zake ikauinamia. Baadaye ameota ya pili, akaona nyota na mwezi vinamsujudia. Hii ya pili hata alipoisema mbele ya baba yake na mama yake walimkemea. Wewe unamaanisha nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walimkemea, lakini Biblia inasema baba yake alihifadhi ile ndoto wapi? Moyoni, akaiweka kwamba huyu mtoto na kitu fulani hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisikilize, nataka nikufundishe pointi ndogo upate hapo wakati tunaendelea. Kitendo chake cha kuhadithia ile ndoto kwa ndugu zake kilimletea ugomvi, kilimletea uhasama, kilimletea uadui. Wakaanza kumuwinda. Kama ambavyo kwenye maisha yako unaweza ukawa na maono, ukawaelezea ndugu zako, ukawaambia wapendwa wenzako, lakini ukashangaa wote wapo kinyume na wewe, hawako tayari kwenda na wewe, wako tayari kumeza na kupinga. Nisikilize, wala usipate pressure, wala isikuchanganye. Kama Bwana ameweka ndoto kwenye maisha yako, isimamie ndoto yako, Bwana kaitimilize kwenye maisha yako. Isimamie pasipo kukata tamaa, isimamie kwa nguvu zote ndoto, uamua hatima ya maisha yako. Haleluya. Ngoja nikwambie, Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukijiona masikini, wewe ni ukijiona ni tajiri, wewe ni tajiri. Ukiona utafanikiwa, wewe lakini ukiona mimi nimechoka, mimi siwezi, mimi sina kitu, kina mimi sina kitu, watahamia wote kwako, kina mimi siwezi, watahamia wote kwako, wewe utakuwa ni mtu wa kulia, utakuwa ni mtu wa kuugua. Nisikilize, Bwana kionyesha ndoto njema kwenye fahamu zako, ibebe na kuipeleka mbele za Bwana na kumwambia Bwana, nataka itimie kwenye maisha yangu. Hata kama hakuna atakayekubali, nataka wewe ichukue ya kwamba hii ni Bwana amenionyesha mbele yangu, ina baraka. Isimamie na Bwana atakuwa upande wako. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanaonyesha
ndugu zake hawakukubali ndoto zake, na walianza kumwonea wivu ya kwamba huyu anaenda kutoboza mbele, huyu lazima tuimalize ndoto yake mapema. Kama ambavyo wanachimba mashimo utumbukie kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Kama ambavyo watu wanakataa ya kwamba nani wewe, sema mtu mwingine, wewe utakuja kuwa. Mungu atusaidie. Waangalie, pita nenda zako. Wanaotamka kinyume na maisha yako, nisikilize, waangalie, watazame, waambie nipishe nipite, nina safari ya ninakoelekea. Bwana ameshanipa njia, nitatokeza tu hata kama watu hawataki. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inaonyesha namba 1, ndugu zake walimchukia na wakapanga kumuua. Wakapanga, huyu tutamchinja. Anasema alipowatembelea kwenye machunga, baba yake amewatuma akaangalia ndugu zake. Biblia inasema ya kwamba walipomuona tu kwa mbali wakasema, jamani wana ndoto wanakuja, jamani wana ndoto wanakuja, tulipange sawa sawa tumalize. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kukawa na ndugu mmoja katika familia akawa kinyume na maamuzi ya wale ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kila pito unalopita, Bwana humuinulia mtu wa kumsaidia kumvusha. Nairudia uishike hiyo. Kwa kila pito utakalopita, Bwana lazima atakuinulia watu watakaosimama kwa niaba yako. Amen. Hata kama watatokea wengi wakakupinga, hata kama watatokea wengi wakakukataa, nisikilize, Bwana lazima atakuinulia mtu ambaye atasimama kwa niaba yako, ambaye atapigana kwa niaba yako. Haleluya. Biblia inasema Mungu alimwandaa ndugu yake mmoja, akamwambia, jamani, tusimuue, huyu ni damu yetu, mimi naomba tumuuze tu, tutumbukize kwenye shimo, tumtumbukize kwenye birika huko, akafie huko mwenyewe. Biblia ukisoma hiyo kisa vizuri utagundua anasema alikuwa na mpango, wakisha kumtumbukiza wakiondoka, yeye aende akafanye nini? Akamuokoe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake tayari Mungu alikuwa ameshampa mtu wa kumtoa shimoni. Jina la Bwana libarikiwe. Ndugu zake wakakubaliana, haya kweli wakakamata. Alipofika tu, yani hata chakula alichowaletea wakampokonya haraka, hawana time na chakula, sokumiza shimoni. Akatumbukizwa shimoni, ambalo bahati nzuri lilikuwa halina mauti. Baada ya kumtumbukiza ndio wakachukua chakula alichowaleta, wakaanza kukaa sasa wanakula. Kila mtu amewaletea chakula wanakitaka, lakini yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu unaweza kuwa unawatendea mema, ukitegemea wakulipe mema, hautalipwa mema. Watakula mema yako lakini watakulipa mabaya. Isikuchanganya, hawezi kuharibu ndoto aliyoiweka Bwana kwenye maisha yako. Isikuvuruga, hakuna atakayeharibu ndoto aliyoweka Bwana kwenye maisha yako. Acha wale mema yako, Bwana atakulipa mema unayofanya. Maana anayepanda mema analipwa mema, anayepanda ukarimu analipwa ukarimu, anayepanda baraka analipwa baraka. Haleluya. Panda mema, nenda. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wamemtumbukiza kwenye shimo, bahati nzuri wakapita Wamidiani na Waishmaeli kwenye eneo lile. Walipopita kwenye lile eneo, ndugu zake, jambo la pili, walipoona wanapita wakasema, jamani, huyu ndugu yetu tusimuue, kuna jamaa wanapita hapa, tuuze tupate hela. Jina la Bwana libarikiwe. Tumuuze tupate hela. Tukimuuza tukapata hela, tutakuwa tumevuka, angalau tutatembea kifua mbele, tumekula hela. Atajijuaga na maisha yake, kwanza atakuwa hayupo kwenye eneo hili. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Biblia
Kwenye mstari wa 23 na 24 hiyo Mwanzo 37 inaonyesha ndugu zake walimtumbukiza kwenye shimo. Lakini mstari wa 27 mpaka 28 panaonyesha walimuuza. Kwa hiyo 27 anasema haya na tumuuze kwa hawa Ishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema wakapita hapo wafanya biashara wa Midiani, basi wakamtoa Yusufu wakampandisha kwenye shimo, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao Waishmaeli hao wakambeba mpaka Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu kwenye safari ya maisha ya kawaida na ya wokovu, kuna watu watakuuza. Amen. Mwambie jirani yako ni wewe. Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amesemaje? Amesema nini? Bwana Yesu asifiwe. Sio kama umekaa naye kaanza kuhama kitu, amesema ni mimi, ngoja nihame, asiye kaanza hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu naweza ukaa uko nao na mnaishi pamoja na mnakaa pamoja na mnaabudu pamoja, lakini nia yao wakuuze, wakutumia wewe kupata faida. Haleluya. Haleluya. Wakutumikishe ya kwamba ngoja nimpeleke, ya kwamba ngoja huyu nimuingize mjini nipate mimi pesa. Wapo. Amen. Kwenye safari ya wokovu, jua kujisimamia na Bwana. Mwambie jirani yako jua kujisimamia. Sio mwambie jua kujisimamia. Usiegemee kwenye mgongo wa mtu. Anaweza akakuachia udondoke. Anaweza akakuachia udondoke. Haleluya. Haleluya. Yaani mbele kunaweza kuwa na shimo, alafu anakuambia wewe egemea tu hapa. Wewe egemea tu hapa, hamna chochote kitakacho kupata. Wewe egemea tu. Na wewe ukasema afadhali nimepata godoro. Ukajitupa. Mwenzio anasubiri ile umekaa vizuri. Ile umekaa vizuri. Anafanya nini? Anabetuka kidogo tu, anakuacha. Unapitiliza kwenye shimo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye safari ya wokovu kuna changamoto. Amen. Nilikwambia mimi nilishawahi kaa na jamaa zangu fulani. Wale jamaa nilipokaa nao waliwahi kutolea mfano. Wakasema hivi kama ametokea simba anatufukuza, tuko mimi na wewe, sisi ni marafiki tunapendana, simba anatufukuza, tumepangana tunakimbia hivi, wewe utafanyaje? Nikamwambia wewe acha tu, nitakimbia yaani kama sina akili nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua alichoniambia? Waliniambia utachelewa sana, na unaweza kukutana na wazee wana mbio kuliko wewe, watakuacha nyuma, simba atakudaka. Wakaniambia mbinu nzuri ni ipi? Wakasema ukiona mmechomoka namna hii, mnakimbia mnafukuzana namna hii, anasema ukiona tayari wewe wa mwisho, fanya ujanja, piga ngwala aliyeko mbele adondoke, simba aje kumla wewe umepona. Muulize jirani yako, na wewe uko namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi anasema piga ngwala, yani udondoke, simba aje kumla rafiki yako, ila wewe usalimike. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize. Kwenye maisha watu wa namna hiyo wapo. Hata kama haujakutana nao, ninakupa taarifa, wanaweza kutokea mbele yako, wanaweza wakaja mbele yako. Wewe jua kujisimamia mwenyewe ya kwamba nimeamua. Biblia inasema ya kwamba wakamuuza mazima, akaondoka kaenda Misri. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa ninasoma habari hizi, nilikuwa zingine ninaburudika, napata raha. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Walipomuuza huyu jamaa, ukisoma vizuri, yani ukisoma vizuri utagundua mkono wa Bwana ulikuwa unaenda pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Alipofika kule akapewa kazi, kila anayofanya inapata kibali, inakaa vizuri, akapata kibali. Baadaye mke wa Potifa analeta jaribu jingine. Haleluya, haleluya. Nisikilize, safari ya mapito ya mtu aliyeokoka, safari ya mapito ya mwanadamu anaishi katika ulimwengu. Huyu anatafuta aharibu hatima ya maisha ya mtu. Nisikilize, dhambi huwa inaharibu hatima ya maisha ya mtu. Yaani hili nakupa live, ulishike uikamate. Dhambi huwa inaharibu hatima ya maisha ya mtu. Narudia tena, dhambi huwa inaharibu hatima ya mtu. Kama mtu aliandikiwa baraka, baraka huwa zinaanza kuondoka. Kama mtu aliandikiwa kuinuliwa, kuinuliwa huwa kunaanza kuondoka. Kama mtu aliandikiwa kibali, kibali huwa kinaanza kuondoka. Nisikilize, kilichokuwa kinatafutwa kwa Yusufu ilikuwa ni kibali cha Bwana kiondoke. Ndugu amempiga vita, lakini vita imefanya nini? Imeshindikana. Ameenda kwa Potifa, amepata kibali, bado kibali kile kikamletea shida ya kwamba apoteze. Mke wa Potifa anataka azini naye. Biblia inasema ya kwamba kwenye Zaburi, kwenye hiyo 39, Mwanzo 39 mstari wa 7, anasema ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia lala nami, lakini akakataa. Anasema nifanyeje ubaya mkubwa nimkose Mungu? Anasema yule mwanamke aliendelea siku hadi siku, lakini hakuwa tayari kumsikiliza. Anasema siku hiyo, mstari wa 12, anasema huyo mwanamke akamshika nguo zake akisema lala nami. Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake, akakimbia akatoka nje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kosa lile, mstari wa 20, bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, akatiwa akawa humo gerezani. Anasema mstari wa 20, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu mpaka gerezani. Haleluya, haleluya. Usipompenda Mungu dhambi, hata kama watakusukumia ubaya, ndani ya ubaya Mungu huandaa muujiza wa kukutoa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Narudia, ukikwepa dhambi, ukakimbia mabaya, hata kama watakusukumia mahala pabaya, Bwana ataenda na wewe na atakutokea na kukutoa kwenye hayo mabaya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akamuinua tena Yusufu pale pale gerezani. Alipofika gerezani nako akapata kibali. Mtu wa kibali ni wa kibali tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, mtu wa kibali ni wa kibali tu, hata iweje. Bwana kisha sema ndio kwako, ameshatamka, hakuna wa kusema no. Hata kama majeshi atajipanga, hata kama watu watajipanga, nataka nikwambie Bwana akisema yes, hiyo ni yes, hakuna wa kubadilisha. Hata kama watapanga mipango yao kuharibu ndoto zako, nataka nikwambie Bwana akisema yes is yes. Hakuna atakayesema no, wala hakuna atakayesema haiwezekani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake nini? Nisikilize, Mungu alikuwa anapima
kiwango cha Yusufu kusimama pamoja na Bwana. Alipoona kiwango cha Yusufu kusimama pamoja na Bwana kimeongezeka, alipoona kiwango cha Yusufu kusimama na Bwana kimekuwa kikubwa, Biblia inaniambia Bwana katoa kibali. Alipokuwa gerezani, Bwana kaachilia neema. Alipokuwa gerezani, Bwana kaachilia neema. Nisikilize, haijalishi upo kwenye shida kiwango gani, haijalishi upo kwenye mapito kiwango gani, Bwana ataachilia neema juu yao. Katika Yeremia 1:18 na 19 kuendelea pale, anasema watu watapigana na wewe sana, lakini anasema pamoja na kwamba watapigana na wewe, lakini hawatakushinda, maana Bwana yuko upande wako ili akuokoe kwenye shida unayopita. Bwana akiwa ameandaa mahali anataka kupeleke, atafanya njia hata pasipo na njia. Utachomoza tu kwa jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Shida isikuchanganye, pito lisikuchanganye. Ni Bwana anakuandaa, kuna mahali anataka kupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Ni Bwana kuna mahali anakuandaa, anataka uende. Ni Bwana kuna mahali anakuandaa, anataka ufikie. Haleluya. Nasema ndoto zako hazitazimwa na chochote kwa jina la Bwana. Narudia, ndoto zako hazitazimwa na wachawi, hazitazimwa na ndugu zako, hazitazimwa na wabaya wako, hazitazimwa na marafiki zako. Bwana atakupigania, nawe utanyamaza kimya. Atatimiza ndoto yako kwako sawa sawa na ile kukusudia katika maisha yako. Amen. Kama unanielewa, mpigie Bwana Yesu makofi. Mpigie tena Bwana Yesu makofi mengi. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu wa pili anaitwa Ayubu. Utasoma Ayubu 1:1 na sura ya 2. Na hizo nyingine utasoma taratibu. Hivi visa vimebeba uhai. Mwambie jirani yako, vimebeba uhai. Vimebeba uhai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma vimebeba uhai, vina uhai ndani yake. Maandiko naye anaanza kuongea pale ya kwamba huyu Ayubu mmoja alikuwa ni mkamilifu na mcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa mkamilifu na mcha Mungu, lakini Mungu alikuwa anataka muandae. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna watu wanaogopa kuandaliwa, kuna watu wanaogopa mapito, kuna watu wanaogopa kusemwa, kuna watu wanaogopa kupigwa mawe, kuna watu wanaogopa, hawako tayari kila kitu. Akishakutana na kijembe kimoja, ashasusa, ashaacha, ashakimbia, ashakaa chini. Mwambie jirani yako acha. Mwambie jirani yako acha. Huwezi kuwa shujaa bila kunolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu kawaida yake hatumiagi malegelege. Nina. Biblia inaongea kabisa, alaaniwe afanyaye kazi ya Bwana. Maana malegelege Mungu hana. Mijitu mivivu. Na Mungu sio mwanachama. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa makomando. Haleluya. Asubuhi tulijifunza jina la Yesu anaitwa mwana kondoo. Liko jingine anaitwa simba wa kabila la Yuda. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Maana yake nini? Maana yake ni Bwana wa vita. Haleluya. Maana yake ni Bwana wa vita. Yeye ni shujaa wa vita. Yeye ni bingwa katika vita. Usiogope. Haleluya. Biblia imekataa kuogopa. Waandishi walioandika Biblia wameandika usiogope, 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 usiogope. Wameandika mara nyingi ya kutosha. Maana yake nini? Waoga hawana nafasi kwenye ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Mnaogopaga mabundi, Bwana asifiwe.
Mnaotetemeka mkisikia mpo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema usiogope, uwe hodari, uwe shujaa, huna haja ya kutetemeka. Sasa hapa Biblia inaonyesha Mungu pamoja na Ayubu kuwa mcha Mungu, pamoja na Ayubu kuonyesha yuko vizuri na Mungu, bado Mungu akataka ngoja nijaribishe, nimthibitishie na shetani ajue nina watu miongoni mwa watu naweza nikajivunia. Haleluya. Amen. Haleluya. Muulize jirani yako, Yesu anaweza kujivunia wewe? Yesu anaweza kujivunia wewe. Akaleta wachawi wa kujaribu, akaleta wabaya wa kujaribu. Uko tayari? Uko tayari? Bwana Yesu asifiwe. Amejibu je, yuko tayari? Hajajibu. Bwana Yesu asifiwe. Uko tayari kujaribiwa Mungu alete? Na mchungaji shaanza tena mambo gani? Sisi tumekuja hapa, Biblia inasema leteni, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo tupumzike. Tena unasema tunamwambia Bwana lete tena. Hapa tumekuja kupumzika tu. Nisikudanganye, hapa hamna kupumzika tu. Amina. Hapa kuna kubeba na mizigo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zile za pambio za tambalale kwa Yesu, tambalale zilikuwa za kipindi kile. Siku hizi tambalale kwa Yesu tambalale. Mwambie jirani yako haipo hiyo. Haipo hiyo. Mwambie tena haipo hiyo. Haipo hiyo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema pamoja na kuwa mwaminifu, Mungu akaleta jaribu kwa Ayubu. Akaleta mapito. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Aliona Ayubu asipoandaliwa mbele hawezi kuwa shujaa, akashinda. Na nikwambie, kama umezoea wewe kila siku mambo yanajipa tu, yanajipa tu, yanajipa tu, siku yakija kugoma ndio watu wanazimikaga kwa pressure. Tasikia ghafla tu yuko hospitali. Vipi? Wameiba duka lake lote. Nimefanyaje sasa? Ndo hivyo kama unavyoona, tena wamshamlaza huko, pressure imepanda, kila kitu kimepanda, amezimuka. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Hebu mwambie jirani yako, kitu gani unakitegemea kwenye maisha yako? Pale nyumbani kwako kitu gani unakitegemea? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inaonyesha Mungu alianza kuleta mapito kwa Ayubu. Namba moja, aliruhusu mifugo, mali, watoto na vitu vilivyo alivyokuwa navyo vyote vikapotea. Alafu vilitokea siku hii. Haleluya. Vilitokea siku hii. Hebu piga mahesabu ndio wewe, vilitokea siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Ambwene Masongo ameimba. Mlai kusikiliza nyimbo yake ya Majaribu. Kuna hii ameimba Majaribu ni mtaji. Hiyo kidogo ilikuwa nyepesi. Kuna hii ya pili, Misuli ya Imani. Umesikiliza? Mlai kusikiliza? Anasema hivi, mama analia, anasema Mungu, yaani ningekuwa kwenye mtaa bado ungeondoa mmoja mmoja. Angalau tungefiwa watu hata mmoja, kila mtu afiwe mmoja mmoja. Lakini uliondoa kwangu siku moja, 7 wote wakaondoka. Anasema Mungu, hivi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaliona hilo pito? 7 ndio ulikuwa baba yao alishakufa tayari. Ukawa umebakia na wangapi watoto? Wangapi? 7. Alafu siku moja akaamua Mungu, makaburi yanapangana, anasema kama matuta ya viazi, akapangana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hilo pito unalielewa au unalisikia? Amen. Mimi siku ile ameimba nilihisi nywele zinaanza kusisimka. Mungu wangu. Amen. Vitu vingine vigumu kwenye maisha, nikasema huyu amepita wapi mpaka anaeleza habari zigumu. Lakini kisa kile nilipata picha, ina maana kuna mtu kiliwahi kukuta. Amen. Kuna mtu kiliwahi kukuta. Nilipata rafiki yangu mmoja, nilikuwa nafanya naye kazi Kariakoo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiye aliyepiga picha za harusi wakati wa harusi yangu, picha za Steve. Alikuwa best friend of mine. Aliondoka kwenda
mke wake na watoto wake waliondoka kwenda Dodoma nyumbani kusalimia. Yeye tuko naye kazini. Alipoondoka mke wake na watoto, wakaenda wakapata ajali njiani. Mke na watoto wawili wote walifariki siku hii. Mimi nakwambia, siku hiyo simu zimepigwa simu ofisini pale. Tulikuwa tumekimbizana, tukimwona unaanza kukimbia. Yaani ukimwona jamaa unaanza kukimbia. Alikuwa hajaliwa kama kuna taarifa, lakini tumepigiwa simu sisi kwanza. Yaani tunamuona vichwa sisi vinaumia. Tunalia, nasema inakuaje hapa? Tulipata wakati mgumu. Tulipata changamoto. Hatukujua hata namna ya kumfariji. Tulikosa mwelekeo, lakini ndio pito limesha ruhusiwa, limekuja. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tulikuwa hatuna namna, tulifanya tulivyoweza, kabidi tu tumwambie. Ulikuwa mtihani mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Ambwene anaongea watoto 7 siku moja. Omba lisikukute pito. Omba lisikukute pito. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na pito likija, Ambwene anasema ndio wakati ambao unatakiwa kuonyesha misuli ya imani, ya kwamba unamuelewa Mungu, ya kwamba Bwana alitoa na Bwana ametoa. Wewe ananikumbusha kitu kingine tena Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa 22 Mwanzo, umepaona 22 Mwanzo kuna kituko fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma wewe mwenyewe kisa cha Ibrahim, lakini nasoma anzia 1 mpaka kule mbele. Mimi nasoma kuanzia mstari wa 11. Anasema ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akamwambia Ibrahim, Ibrahim. Naye akasema mimi hapa. Akasema usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtende neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, ikiwa kunizuilia mwanao wa pekee. Bwana asifiwe. Amen. Ngoja ninawafundisha kwa sababu Roho Mtakatifu ameruhusu nikufundishe, hata nikufundishe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu alimwambia Ibrahim amtoe mtoto wake. Alimwambia Ibrahim amtoe mtoto wake. Ngoja niongee na wewe vizuri. Mungu huwa anaongea na wewe kila siku, toa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akipatikana mtu akupiga debe vizuri sikio, hata zilizofichana zile watu tunatoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini asipokuja mhubiri mzuri, 200 100 tunapeleka. Juzi Ijumaa, waliokuwa hapo mkesha Ijumaa kule tuinue mikono. Tulienda Ubungo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mlezi wa vijana alisemaje? Mwikatae roho ya bukubuku. Amina. Ijumaa ilikuwa jaribu. Sadaka alisema tuweke hapa. Alikataa chombo. Hata kuleta chombo rudisha. Sadaka wekeni hapa. Sio watu wangu walipeleka sadaka siku ile. Bwana Yesu asifiwe. Mlioenda mnajijua wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Alisema leo chombo acha kule, akaweka pale, watu wakapeleka pale sadaka. Akasema mimi najua hata kama mtarekodi pote ya pote. Walipotoa pale akaanza kuchambua. Bukubuku, sogeza akasema hii roho ya bukubuku hii ni roho ya umaskini. Anasema uwezi kupanda kwa neema ya bukubuku kafika mbali. Akasema yeye anasema namshukuru Mungu nimehama. Nina miaka kama 2-3 nilishakataa roho ya bukubuku. Amina. Akasema niko kwenye nilienda mpaka bukumbile, sasa mimi nishakataa kiwango cha chini nimejiwekea. Amina. 5,000 kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kama watu ndio maisha yako, yani wewe ni 1,000 si rahisi kutomoza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nisikilize, Ibrahim hakuambiwa unaonaje ukipeleka mtoto sadaka, mtoto wako huyo unayempenda, yeye Ibrahim mpeleke mtoto sadaka kwa Bwana, mpeleke. No. Aliambiwa amtoe sadaka mtoto. Alipoambiwa mtoe sadaka mtoto, hakujadiliana hata na mke wake, hakujadiliana na mtu yote, alibeba mtoto akampeleka wapi?
kumtoa sadaka. Na hilo ilikuwa inaonyesha ni kwa kiwango gani Ibrahimu anampenda Mungu. Ni kwa kiwango gani? Haleluya. Haleluya. Akambeba, anaenda na mtoto njiani. Anaenda na sadaka njiani. Sadaka ikawa inaongea njiani. Sadaka inaongea, baba, moto na kuni tumebeba. Vipi? Mwana kondoo naenda kumtoa sadaka yuko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ndio wewe, mwingine angeanza kulia. Mimi naanza kufikiria ndio naenda kumtoa. Ndio huyo Mungu alikuwa amempa. Ana mtoto mwingine. Biblia inasema akamjibu kwa ujasiri, mwanangu usipate shida. Bwana atajitwalia huko mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kuna majibu mengine unapotoa kwa kujitabiria, Mungu huwa anayatia muhuri, anakuwa sawa sawa na unavyotamka. Amen. Ukitamka kinyume, yanakwenda kinyume hivyo vilivyotamka. Lakini wewe unasema Bwana atajitwalia. Nakwambia hivi, hii sauti ilipokuja kwa Ibrahimu, usimchinje mtoto wako, kwa maana sasa nimejua ya kwamba yuamcha Bwana. Wewe unamcha Bwana, unampenda Bwana. Ikiwa kunizuilia, hapana. Ikiwa kunizuilia, sasa nimejua. Nisikilize, kuna majaribu mengine Mungu anapita, anataka akupime ili ajihakikishie wewe uko fiti au hauko fiti. Haleluya. Haleluya. Wanaleta one, utavumilia au hautavumilia, utapambana au hautapambana. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema ya kwamba Ibrahimu alitoa sadaka kama Mungu alivyokuwa amemwagiza. Wakati amenyanyua kisu, Mungu alimwambia acha, geuka nyuma. Alipogeuka nyuma akaona mwana kondoo. Mungu akamwambia kamata huyo, toa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, kuna sadaka nyingine Mungu anataka akujaribishe, akupime, aone huyu nikitaka nimbariki kwa mamilioni, nikimwambia atoe 100,000 atatoa. Amina. Ukimbania utaishia hapo kwenye Mungu. Na usimlalamikie mtu wala usije kuomba maombi mengi. Vingine tunatengeneza wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maombi mengi hayaleti fedha. Bwana asifiwe. Na hata mchungaji wako akisema sawa sawa na neno la Bwana, mjini na mashambani, aingie hapo na atokapo, kama principle ya kutoa, wewe hautoi. Apandacho mtu ndicho atakacho. Ukipanda buku, tegemea kuvuna. Misibazi kaisikiaga tu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Katika sura ya 2 na mstari wa 9, mke wake na Ayubu naye anaanza kumkorofisha. Anasema wewe mkufuru Mungu kafe, maana hali yako ni mbaya, hali yako haifai. Lakini Ayubu anamjibu vizuri, anamwambia mama, wewe ni sawa na wanawake wapumbavu. Unataka tupate mema tu, mabaya yasitupate. Haleluya. Ungapo maomba hilo na mabaya yawapate. Kwa maomba kwa Mungu na mabaya yaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbona mmenuna? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa nini jamaa alikuwa amechanganyikiwa au nini? Alikuwa hajachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa anajua hapa ninanolewa, hapa ninapikwa. Nisikilize, hauwezi kuwa komando kama haujapikwa, kama haujaivishwa. Wale walikuwa katikati ya wiki iliyopita niliongea habari za mtu mmoja anaitwa Yakobo. Aliandika kitabu cha Yakobo. Anasema furahini mnapotumbukia kwenye majaribu, mkijua kujaribiwa kwenu huleta saburi, saburi na iwe na kazi timilifu kwenye mioyo yenu. Anasema furahini. Wanasema mpaka anasema furahini. Yeye alikuwa amepita kwenye msoto, alikuwa ni mtu wa magotini, alikufa kwa kupigwa mawe kwa sababu ya kukataa kumsaliti Yesu, kwa sababu ya kukataa kuto
walipomsema Yesu alisema bora nife, walipiga mpaka akafa. Haleluya. Haleluya. Nilikwambia Yohana aliandika kitabu cha Ufunuo, naye alichemshwa mpaka kwenye mafuta. Alichemshwa kwenye mafuta hakufa. Wakamtoa kwenye mafuta, wakamtupa kwenye kisiwa cha Patmo. Kwenye kisiwa cha Patmo Bwana anajitokeza, anaongea naye, ndio anaandika kitabu cha Ufunuo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize, wako makomando wa kujivunia. Haleluya. Wanaopita kwenye mapito, lakini pamoja na kupita kwenye mapito wanastahimili, wanasimama. Wanastahimili, wanasimama. Nisikilize, dunia tulionayo sasa, adui amepanda matatizo yawe sehemu ya kuwatoa watu kwenye laini na Mungu. Adui ameleta mapito na majaribu na mapingamizi mengi yawe sehemu ya kuwatoa watu kwenye laini na Bwana. Nisikilize, usitoke kwenye laini na Bwana. Kaa pamoja na Bwana kwenye laini hiyo. Hata kama kuna mapito na kuna shida, Bwana atajitokeza mbele yako. Utachomoka tu kwa jina la Bwana. Haleluya, haleluya. Utavuka tu na wala haijalishi. Jina la Bwana libarikiwe. Acha kuongea mabaya juu yako. Maana kuna watu wabaya yani kujitamkia mabaya wao kawaida. Nisikilize, mabaya unayoyatamka unayaita yanakuwa sehemu ya maisha yako. Ukisema Bwana atanishindia, Bwana yuko tayari kushindia. Ukisema Bwana atanibariki, nakwambia Bwana yuko tayari kubariki. Ukisema Bwana ataniinua, Bwana yuko tayari kuinua. Ukisema hata hapa hamna njia nitapita, Bwana ufanya njia hata pasipo na njia. Haleluya. Kina Paulo na Sila walitoka gerezani bila hata makufuli kufunguliwa na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Walipita kwenye mapito, walipita kwenye vita, wakashinda. Pamoja na Bwana kuna ushindi. Kwa sauti tuseme pamoja na Bwana kuna ushindi. Pamoja na Bwana kuna ushindi. Kwa sauti sema pamoja na Bwana kuna ushindi. Pamoja na Bwana kuna ushindi. Rudia, pamoja na Bwana nitashinda. Pamoja na Bwana nitashinda. Rudia, pamoja na Bwana nitatawala. Pamoja na Bwana nitatawala. Rudia, pamoja na Bwana nimepona. Pamoja na Bwana nimepona. Rudia, pamoja na Bwana nimebarikiwa. Pamoja na Bwana nimebarikiwa. Sikilize, Bwana lazima aachilie baraka juu ya maisha yako. Anapoona ukiri wako na kinywa chako kinavyoongea, ataachilia neema yake juu yako. Anapoona unapotamka kwa kujiamini, atasimamia unayotamka yapate kutimia. Anapoona unapambana kwa bidii na unailinda imani, lazima Bwana ajivunie wewe, na ili ajivunie wewe lazima aachilie neema na kibali cha kukuvusha. Haleluya. Israeli walipokuta bahari ya Shamu, Mungu aliwaambia kupitia Musa, akamwambia Musa, amemwambie wana wa Israeli waendelee mbele. Waendelee. Nikupe ujumbe mchana wa leo. Pamoja na mapito endelea mbele. Pamoja na vita iliyo mbele yako endelea mbele. Pamoja na kusema vibaya endelea mbele. Pamoja na kukatishwa tamaa endelea mbele. Pamoja na kunenewa mabaya endelea mbele. Ushindi wako uko mbele. Baraka zako ziko mbele. Unapoendelea mbele, ukivuka unakwenda kukutana na Bwana. Hata kubariki na kukuinua kwa jina la Bwana. Kama unanielewa, mpigie Bwana Yesu makofi. Kama unanielewa, narudia, mpigie tena Bwana Yesu makofi. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Acha kujiongelea umaskini maskini. Haleluya. Amen. Acha kujiongelea njaa. Haleluya. Amen. Acha kuongea mambo ya kukata tamaa na kuchoka. Niko hapa nikupe ujumbe huu ya kwamba Bwana anapotaka kumtumia mtu, huwa anataka ajihakikishie kwamba hataangusha gari njiani. Usiwe miongoni mwa watakaoangusha gari njiani.
njiani. Bwana amekuamini, hataki mwangushe. Bwana amekuamini, hataki mwaibishe. Bwana amekuamini, hataki wewe ni mtu kukata tamaa. Nisikilize, ameandaa malaika wanakutangulia mbele yako. Ameandaa malaika wako nyuma yako. Ameandaa malaika kushoto na kulia, wanakwenda na wewe. Watavuka pamoja na wewe. Bwana atakupigania, utashinda tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kuna haja ya kukata tamaa. Kuna haja ya kulia. Kuna haja ya kuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka ajivunie. Aseme nina mama pale Makondeko. Nina mama pale Virobo. Pale Yongwe. Anaeleweka. Anajulikana. Wachawi washaenda mara nyingi lakini wamedunda. Wabaya wameshatega mitego mingi lakini wamedunda. Nisikilize, Bwana anataka ajivunie wewe kama alivyojivunia Ayubu. Haleluya. Haleluya. Wewe fikiria kwa kina Meshaki, Shadraka na Abednego, alishuka kaingia mpaka kwenye moto. Haleluya. Haleluya. Hajashindwa kuingia kwenye shida yako, akasimama pamoja na wewe. Anachotaka ni uaminifu wako. Uaminifu wako kusimama pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Akiona uaminifu wako, atasimama na wewe, atakupigania, atakushindia, atafanya ushinde. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Narudia, jina la Bwana libarikiwe. Asilimia kubwa ya wanaopita kwenye mapingamizi huwa wanaibuka majemadari na makomando, lakini ni wale ambao wamekubali kwenda na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anasema mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, kisha aje nyuma anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kujitwika msalaba wako kwenda na Bwana. Haleluya. Ukijitwika msalaba wako, usisubirie kusaidia kubeba nyuma. Usiseme mzigo mzito, mimi kama mtu hadi kunisaidia kubeba na acha. Utakapoacha ndipo msiba wako utakapoishia hapo. Utakuwa na machozi yasiyo na ukomo maisha yako yote. Lakini ukisimama kwa ujasiri, ukasema nitaenda pamoja na Bwana, nitasimama pamoja na Bwana, Bwana anaenda kupigania katika jina la Yesu. Mungu akubariki.